Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fitna ya huyu bwana, utatoka mguu wa kulia kule ulikodondokea na mbavu zake na mkono wake, na mguu wa kushoto kule ulikodondokea, vitakuja mpaka vitaungana. Subhanallah, mpaka akawa mtu kamili. Ndio maana Mtume kila sana, wa min fitnatil masiha dajjal, wa min fitnatil masiha. Hizi ni fitna hizi, thabitana Allahu bil qawli thabit. Mwenyezi Mungu atupe imani ya kweli, si mchezo. Watu wote wakiona jinun basar, kizazi chetu cha kuona na kuamini, wote wakiona sema la 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 la, aya, huyu kama si Mungu nani anaweza kuyafanya? Nani? Watu wanamwamini. Anamuuliza kijana, ushaniamini bado? Ambia wallahi ma zadatu illa basiratin ala, bado sikuamini. Ndo kwanza nazidi kukuona muongo, na Mtume kashatutahadharisha sana kwamba wewe utakuwa na vituko. Ndo hivi asema, anamparua kwa mara ya pili. Mwenyezi Mungu anamjalia mja huyu kichwa chake kinakuwa kigumu kama msumeno akipasuki. Basi anawaambia wale askari, ya ashabi ikdhifuhu fi nnar, mwingizeni motoni hapa. Anakamatwa yule, anapelekwa kwenye ule moto. Watu wanamsikitikia, ayawe anateketea, sema wallahi si moto, nipelekeni nipelekeni. Anasema wakimpeleka, akiingia hatua mbili tatu, anakutana na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana fitna huyu. Sahaba waliuliza, yaishu mana mata ya Rasulullah, hebu tuambie lini huyu atakuja? Sio atakuja, ataishi muda na sisi atakaa kwa muda gani? Mbona ushaanza kuogopa? Ambia sayaskunu ma'akum 40 yawman, atakaa siku 40 tu. Siku 40 hizi ndo afanye mambo yote. Manake huyu bwana dunia nzima hakuna sehemu atakaobakisha, atakwenda. Usafiri gani atatumia? Baadhi ya ulama wanasema itakuwa ni teknolojia. So hizi nzama za teknoloji, atakuwa kwa teknolojia au kwa mawasiliano, yupo huku yuko huku, au kuna ile nini wanaita mithali. Mithali nini? Shajua Waarabu tena, yaani ulimwengu wa mwili wa mwanadamu anaonekana hapa, na wengine wanatokea, anachelewa kwenda hija, watu wanamwacha, kule anaonekana ndo wa kwanza kufika. Mara anaonekana Nairobi. Hayatu mithali, sio? Inaweza ikawa hivi. Baadhi ya wanazuoni, kwa sababu teknolojia haikuwepo, wasema inaweza ikawa hivi, lakini wengine wakasema la, huyu atakuwa na himar, atakuwa na punda, na punda wake ni mkubwa. Min al-udhuni ila al-udhuni ardan 40 dhiraa, punda huyu sikio, kutoka sikio moja mpaka sikio jingine mita 40. Kwa hiyo anapunda hata umsikiti mdogo kichwa chake. Kwa hiyo atakuwa anasafiri sana kwa kasi. Utasikia sasa hivi yuko Nairobi, sasa hivi yuko Amerika, sasa hivi yuko Turki, sasa hivi yuko sijui China, sasa hivi yuko Tanzania, na popote ulipo atafika. Atafika kiumbe wa miujiza mikubwa. Fitna hizi. Sasa huyu kiumbe hizi siku 40 zake hizi atazunguka kila sehemu, ila sehemu 4 tu hawezi kufika. Na wewe kama una uwezo kakae sehemu hizo, inshallah utanusurika. Turi Saina hawezi kufika, watini wa zaituni wa turi sinin. Turi Saina haithu kallama Allahu Musa, kule hawezi kufika. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Kisha wanadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya. Jabari turil ayman, pale hawezi fika. Sehemu ya pili Masjidul Aqsa.
msikiti wa Palestine hawezi kufika pale. Na sehemu ya tatu, haram Makkah. Pale Makkah Masihi Dajjal hawezi fika, hawezi kufika kabisa. Wala Madina Madina hawezi fika, hawezi kufika, kwa sababu akijaribu kwenda sehemu hizo, akijaribu kuingia haram Makkah, atakutana na malaika ameshika upanga. Mtume asema yasuddu anhu. Siku moja Mtume alikuwa akitoa hutuba ya Ijumaa, asema yauma ikhlas, siku ya takhlis, siku ya usafi, siku ya ukombozi, siku ya usafi. Masahaba akauliza, ايش hadha al-yawm ya Rasulullah, siku ya ukombozi ni siku gani? Akasema ni siku ambayo huyu Masihi Dajjal atakuja na watu wake, atawaambia lile jumba jeupe lile la Muhammad nalitaka. Jumba leupe ni Masjidun Nabawi Madina. Madina ni nyeupe, na ukizingatia na mataa yaliyowekwa sasa hivi inazidi kuwa nyeupe, na siku hizo ataikuta nyeupe zaidi. Ataitaka ile. Na kwa nini atataka? Kwa sababu kiumbe mtukufu kalala pale. Sasa atakuja Masiha Dajjal. Akifika pale, kila akijaribu kichochoro cha Madina anakutana na malaika anamzuia. Na kwa nini amzuie? Sasa pale kuna jabali, baadhi wanasema itakuwa nyuma ya mlima Uhudi. Ataweka hema lake, kuna sehemu kama kuna changarawe pale ukifika leo. Na ninasikia mfalme wa kule kajenga hekalu lake. Utafikiri kamjengea mzee, ukija utapumzika. Ile ndo stendi yake, akifika ndo mahata yake. Sasa kila akijaribu kuingia, malaika wanamwambia si tushajiandaa, wewe ingia tukumalize. Atakasirika, atapiga rajfa. Arrajifa tatbau harradifa. Arrajfa mtetemeko, legu lake, atapiga mguu chini kwa hasira. Sasa akipiga ule mguu chini, wanafik, Mtume sallallahu alisema mji wa Madina imejikusanya imani ya dunia nzima kama nyoka anavyojikusanya kwenye shimo lake. Madina ndio nyumba ya imani, na kwa sababu hiyo Madina, hadithi sahihi ya Mtume inawatoa wanafiki. Yani wewe ukiwa munafiki Madina ukai. Ndio unamkuta mtu al-hajj anaenda anafanya haji lakini haendi ziara tena, akajisifu, mimi nimeenda lakini sijaenda ziara. Si kwamba hujaenda, Madina imekukataa. Madina haimweki munafiki kabisa. Sasa yule bwana akipiga ule mguu, Madina yote Mtume asema itatingishika. Sasa wale wanafiki wasema Maraki asema mkombozi wenu niko hapa. Munafikuna watasema hii hatari, jamani tutokeni, itakuwa hatari hii. Wanatoka wanamfuata. Atapiga rajfa ya pili, tetemeko la pili. Watu watasema kundi la pili tena watafuata katika munafiki. Atapiga thalathu rajifat, atapiga pigo la tatu zito. Basi Mtume asema fayakhruj kullu munafiqin wa munafiqa wa kullu fasikin wa fasiqa. Kila munafiki mwanaume habaki, na kila munafiki mwanamke habaki. Kila muovu, mzinifu, mwanga, nani, mwanaume na mwanamke hawatobaki. Akasema itabakia Madina safi. Wote hao watatoka, wataenda kwa Masiha Dajjal. Anasema siku hizo amradhu atwaun, maradhi ya kuambukiza, tauni, kipindupindu, nayo yatazuiliwa. Madina si mchezo. Mungu atupeleke Madina inshallah. Wallahi. So Madina walimpokea Mtume. Wao wanasara wamempokea, wakampa nusra. Na wale waliobahatika kwenda Maka, anasema watu wa Madina ni wakarimu. Hata Kiarabu cha Maka na Madina anasema cha Madina laini laini, simple. Madina hiyo wote watatoka, Madina itabakia safi kabisa.